Ni huzuni kubwa kwa hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho Afrika msimu huu mwaka 2025-2026 inaanza wiki hii bila uwepo wa klabu za Tanzania, kwa vile klabu ya Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars zimeishia katika hatua ya makundi. Timu hizo 4 za Tanzania sasa, Simba na Yanga, ni kama zimepishana na gari la mshahara, kwani siku 4 kabla ya kuanza, shirikisho la mpira wa mguu CAF imetangaza kuongeza ukubwa wa fedha za zawadi kwa timu zitakazotoa mataji hayo. Taarifa iliyotolewa na CAF jana Jumatatu imefafanua kuwa bingwa wa ligi ya mabingwa Afrika kuanzia msimu huu atapatiwa kiasi cha dola milioni 6 ambazo ni shilingi bilioni 15.5 kwa Tanzania. Ni ongezeko la 60%, kwani kiasi ambacho ubingwa alipata katika msimu uliopita, ambapo CAF alikuwa inatoa kiasi cha dola 4 milioni ambayo ni shilingi bilioni 10 kwa Tanzania. Kwa timu inayotajwa taji la ligi ya mabingwa Afrika katika kombe la shirikisho Afrika, Azam FC na Singida Black Stars nazo zimepishana na lori za CAF. Kwa mujibu wa CAF, kuanzia sasa bingwa wa kombe la shirikisho Afrika atapata kiasi cha dola milioni 4 ambayo ni shilingi bilioni 10 kwa Tanzania, ambacho ni ongezeko la 100% kutoka kiasi kilichokuwa kikitolewa mwanzo kwa bingwa. Kabla ya msimu huu, timu bingwa wa kombe la shirikisho Afrika alikuwa akipata kiasi cha dola milioni 2 ambayo ni shilingi bilioni 5 kwa Tanzania. Kiujumla, CAF imetenga kiasi cha dola 18.8 milioni ambayo ni shilingi bilioni 48.5 kwa ajili ya Tanzania kama zawadi kwa timu zinazoshiriki katika mashindano ya klabu ya Afrika msimu huu. Mabadiliko hayo yanaonekana kuwa ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa CAF Patrice Motsepe ya kuziwezesha klabu za Afrika kiuchumi kupitia sapoti ya kifedha kwa zile zinazoshiriki mashindano hayo. Ikumbukwe kwa sasa kila timu inayoshiriki mashindano ya klabu Afrika inakuwa na uhakika wa kupata kitita cha dola 100 ambayo ni kama shilingi milioni 258. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.